Iwe basi namshukuru Mungu ametupa neema kuiona siku ya leo, na ni muda wa kuangalia neno la Mungu. Kama unaandika, andika uhusiano wetu na Mungu tunaupata kutokana na kazi ya msalaba. Uhusiano wetu na Mungu tunaupata kutokana na kazi ya msalaba. Uhusiano wetu na Mungu tunaupata kutokana na kazi ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Nianze kumshukuru Mungu kwa kunipa nafasi hii, na ni kwa neema yake, lakini pia nimshukuru Mungu kwa ajili ya matendo yake makuu. Kuna mambo mengi ambayo Mungu anafanya. Bwana asifiwe sana. Na kwa sababu tunakuja kanisani, mara nyingi Mungu anajibu, analeta majibu katika maisha yetu kwa namna mbalimbali, kwa sababu sisi tunamtegemea Mungu na majibu yetu yanatoka pia kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa natafakari juu ya hii sadaka ambayo tunatoa kwa ajili ya watoto wetu. Ayubu alifanya hivyo, alijua na akawa anafanya, lakini pia ni mafunuo ambayo Mungu ameleta kupitia watumishi wake kwamba Kijitonyama tuwe na hiyo tabia. Bwana asifiwe sana. Nakumbuka mhubiri alikuwa anasema watoto wakija shule, wakija likizo, kabla ya kurudi shule wapite kwa mchungaji au kwa askofu. Kwa hiyo ni mambo ambayo naamini tutayafanya. Bwana asifiwe sana. Unajua kwenye imani hakuna kukosea, ila unagundua kosa lako siku fulani alafu unajirekebisha. Bwana asifiwe sana. Yamkini hatukufanya hivyo muda mrefu, lakini kuanzia sasa naamini tutakuwa tunafanya hivyo. Bwana asifiwe sana. Na hatuwezi kujilaumu kwa sababu ukishajua kitu unafanya kuanzia hapo. Bwana asifiwe sana. Na ndiyo siri iliyopo kanisani, kwamba sisi ni wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa hiyo kila wakati unaenda kwenye level fulani, unajifunza kitu fulani, unasogea mbele. Bwana asifiwe sana. Na watoto wetu wanakuwa, kuna mambo mawili au matatu yanatokea. Kwanza, hatukai nao. Unakaa nao kwa muda fulani, muda mwingi wanakuwa wako wenyewe, labda watakuwa shule au wanaweza kukaa sehemu ambayo hawako na wewe. Kwa mfano, mtoto akiwa boarding huwezi kumuona. Kwa hiyo kunakuwa na umbali, hui nao muda wote. Na hata ukiwa nao karibu, kuna wakati watakuwa shuleni, wewe utakuwa huko nyumbani. Kwa hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kwenye saikolojia kuna tatizo moja lipo kwamba watoto wanajaribu kufanya vitu walivyokatazwa. Yaani katika hali ya kujifunza wanajaribu vitu ambavyo wamekatazwa. Sasa ni kuomba Mungu hekima ili watoto waelewe kwamba hiki nimekatazwa niache. Lakini mara nyingi kuna hiyo tabia kwamba kama umekatazwa kitu ndo wanafanya hicho. Kwa nini? Kwa sababu anadhani kwamba ameambiwa, lakini yeye kwa akili yake anafikiria kwamba afanye vinginevyo. Kwa hiyo ni kuombea watoto wetu ili kwamba wafanye yale mambo ambayo yanampendeza Mungu. Kwa hiyo hata watoto wanapokuwa wenyewe, wanapoanza kufundishana, wanafundishana hivyo. Kwa mfano, nitoe mfano. Kuna watu wao wanavuta sigara. Lakini wanapoanza kuvuta sigara wanaanzaje? Wale vijana wanakuwa wanaongea wao wenyewe, wanaambia bwana, mwanaume lazima avute nini? Sigara. Kwa sasa yule kijana anasema, nisipovuta kwa hiyo mimi nitakuwa ni mwanamke. Kwa hiyo naye anaanza. Yaani inakuwa hivyo. Ndio maana Biblia inasema tuwe na marafiki wazuri. Rafiki akishakuwa mbaya anaanza kufundisha vitu vibaya. Kwa hiyo inaanza kwenye urafiki. Kwa hiyo wakati mwingine hata marafiki inabidi watoto wetu wawe na marafiki ambao ni wazuri ili wasiwafundishe vitu vibaya, kwa sababu mambo yanaanza kwenye kuambizana tu kwamba hivi sio hivi, itakuwa hivi. Basi mtu anaanza, kumbe alikuwa hawezi kuanza. Kwa hata vitu vingine ambavyo ni vibaya watu wanaanza kwa kujaribu. Lakini sehemu nyingine pia ni kwenye marafiki. Kama marafiki wakiwa sio wazuri, basi inakuwa ni shida. Bwana asifiwe sana. Na tunawahimiza pia watoto wakiwa mbali
wakiwa shuleni kule wajiunge na wenzao waliookoka. Kama watajiunga na Kasfeta sawa, kama watajiunga na, tulikuwa na Huima wakati fulani, unaona. Kwa hiyo wanakuwa na vikundi ambavyo, ina maana wanakuwa na kundi ambalo ni kundi ambalo ni chanya, yani ina mambo mazuri, kwa hiyo wanaweza kufanya vizuri. Kwa hiyo tunahitaji kuombea. Kwa hiyo watoto wetu wanakuwa mbali, kwa hiyo ndio maana ni muhimu kweli kuendelea kuwaombea. Bwana asifiwe sana. Wiki iliyopita nimshukuru Mungu pia kwa hili kwamba wiki iliyopita Mungu ameendelea kuwa pamoja nasi pia. Kuna mtoto wetu alikuwa shule akaumwa. Ilikuwa nafikiri siku ya Alhamisi ile ya nyuma, alipata kama kipele kwenye mguu. Basi akawa ametibiwa pale shuleni, yuko boarding. Wakawa wamemtibutibu pale kidogo, lakini siku ya Jumatatu tukapigiwa simu kwamba mtoto anaumwa, basi twende. Na mimi kwa sababu nilikuwa mbali na mke wangu naye alikuwa amebanwa kidogo, tukamwomba mtu mwingine akaenda kumchukua yule mtoto, ni yule Gertrude. Basi wakaenda kumchukua. Ameumwa kuanzia Alhamisi, hiyo ni Jumatatu, ni siku kama 4 hivi. Basi akawa amevimba, hawezi kutembea. Kumbe alikuwa na jipu, yale majipu yanayokuwa ndani kwa ndani. Kwa hiyo siku ya Jumatatu alipelekwa hospitali. Alipofika hospitali akasema huyu lazima alazwe, hatuwezi kumwachia. Basi wakamwekea sindano za drip na sindano zingine pia, wakakadiria kwamba anaweza kaa pale siku 5. Tunamshukuru Mungu kwamba walimhudumia na wakamchoma sindano, wakamhudumia kwa ukaribu, na kwa sababu waliona siku na infection, madaktari wanajua. Kwa hiyo walikuwa wanapambana na hali fulani ambayo sababu ile maumivu yalikuwa yanapanda kwa kasi na alikuwa hawezi hata kutembea. Lakini tukaona ni Mungu ambaye ametenda muujiza pia, kwa sababu sasa hivi anaendelea vizuri japo bado yuko hospitali, lakini naamini kwamba wiki hii anaweza katoka. Bwana asifiwe sana. Sasa ukiangalia ule ugonjwa na ule muda ni muda mfupi sana, lakini ameshazidiwa kiasi kwamba hawezi kutembea. Sasa ni kwa sababu Mungu anatupenda, lakini pia anashughulika na watoto wetu hata kama hatupo, lakini Mungu anatenda. Tulishangaa kweli kwa muda mfupi ni namna gani mtoto anaweza kawa amezidiwa kiasi hicho. Lakini Mungu ni mwema. Sasa hivi anaendelea vizuri. Walimfanyia operation kidogo ile sehemu ya mguu, lakini naamini kwamba watamruhusu baadaye kwa sababu wanaendelea kutibu kidonda. Kwa hiyo ni muhimu kweli sadaka iendelee na kwa ajili ya utukufu wa Mungu pia. Bwana asifiwe sana. Uhusiano wetu na Mungu tunaupata kutokana na kazi ya msalaba. Alama mojawapo ya kanisa ambalo tuna alama nyingi, na hapa kuna nembo ya kanisa letu. Kwenye hii nembo kuna hua ambaye ni Roho Mtakatifu, kuna msalaba, lakini pia kuna dunia na Golgota. Kuna mlima ambako Yesu alisulubiwa. Kwa hiyo inaonyesha sehemu ya nchi, lakini ni kama dunia. Ukiona hii alama hii nembo yetu. Bwana asifiwe sana. Sasa huu msalaba tunao na tunautumia. Hata pale nyuma tunaona umechorwa pale. Sasa siku moja nikawa namuuliza mainjinia kwamba hivi kule juu msalaba unaishia wapi? Wakaniambia unaishia kwenye alama ile ya katikati, kule juu ataziba. Bwana asifiwe sana. Kwa nini? Kwa sababu huu msalaba una uwiano kwenda huku na kwenda juu. Kwa hiyo kule juu hauendelei mwisho, kuna sehemu pale katikati pale ndio unakoishia. Nikawa nawauliza. Bwana asifiwe sana. Poste pamoja na Waprotestanti wengine tunaamini kwamba Yesu yuko hai, aliangikwa msalabani, lakini hayuko tena msalabani. Kwa hiyo sisi msalaba tunaotumia hauna Yesu, hayuko pale juu. Bwana asifiwe sana. Na sasa msalaba ni alama, lakini kiroho ni njia ambayo
tunapata mambo mbalimbali ambayo yanatusaidia. Na kwa hali ya kawaida tunaweza kuona kama ni msalaba kama alama, lakini tunapoenda katika uhusiano wetu na Mungu kiroho, tunaona mambo mbalimbali ambayo tunayapata kupitia hii kazi ya msalaba. Kwa hiyo kazi ya msalaba ni inaonyesha kifo cha Yesu msalabani, ni ishara kwamba Yesu alikufa msalabani kwa ajili yetu, na kupitia msalaba tuliweza kupata ukombozi. Wakati Yesu alipotundikwa msalabani, alipewa adhabu ambayo ni adhabu ya mwisho iliyokuwepo kwa wakati huo kwa watu waliokuwa wamekosa. Kwa hiyo kwa tafsiri ya ulimwengu walimhukumu kwamba Yesu amekosea, lakini hakuwa na kosa lolote. Na kifo cha msalabani ndiyo njia ambayo Mungu aliandaa kwamba Yesu atakufa msalabani ili achukue dhambi za ulimwengu, na kupitia hicho kifo cha Yesu sisi tuweze kukombolewa. Kwa hiyo kwa ulimwengu wao walimsulubisha kama mhalifu, lakini kwa kanisa Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu kama ishara ya ukombozi. Na Yesu alipo kufa pale msalabani akazikwa, alipofufuka zilitoka taarifa za aina mbili. Taarifa ya kwanza ni taarifa ambayo tunajifunza kwamba Yesu alifufuka. Jiwe lilitolewa, malaika alienda kasukuma jiwe, na tunajifunza kwamba Mariamu Magdalene waliweza kukuta kwamba Yesu amefufuka, na wakatoa taarifa. Hizo ni taarifa ambazo tunajifunza na tunaamini hivyo. Lakini walinzi waliokuwa pale walitoa taarifa kwa viongozi wao kwamba Yesu amefufuka. Viongozi wakawaambia, ambao walikuwa naongoza nchi wakati huo, wakawaambia kwamba msiseme amefufuka, waambieni kwamba wamemuiba. Kwa hiyo wako watu ambao hawaamini kwamba Yesu alikuwa msalabani na kwamba Yesu alifanyaje, alifufuka, kwa sababu Biblia inasema ule uongo wa wale askari ulienea mpaka leo. Na wako watu wengi wasioamini kuhusu Yesu kwamba alikufa msalabani na kufufuka kwa sababu ya taarifa ambayo ilitolewa na wale walinzi waliokuwa mahali pale. Sasa kwetu sasa ambao tunaokolewa, manufaa ya msalaba ni nini? Jambo la kwanza, kwa kufa msalabani kuna mambo kama matano tunaenda kuyaangalia. Jambo la kwanza, Yesu alikufa msalabani akizichukua dhambi zetu, huzuni zetu na magonjwa yetu. Yesu alikufa msalabani akizichukua dhambi zetu, huzuni zetu na magonjwa yetu. Nitaomba tusome Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Alafu Warumi 5 mstari wa 8. Naomba msomaji anisaidie. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18. Amen. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Amen. Amen. Warumi 5:8. Warumi sura ya 5 mstari wa 8. Amen. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Hapo Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 18, swala la msalaba, neno la msalaba kwa wanaopotea
kwao ni upuuzi, yaani hawaoni kama ni jambo la maana. Lakini sisi tunaookolewa ni nini? Ni nguvu. Msalaba ni nguvu ya wokovu. Alipigwa, lakini akiwa msalabani alisema jililieni ninyi na watoto wenu. Alikuwa anajibu. Maana yake ni nini? Tunatakiwa kuangalia kifo cha Yesu kama ushindi, kama kazi kubwa aliyoifanya, na kwamba Mungu aliruhusu apite kwenye njia ile ili tupate nini? Ukombozi. Kwa hiyo kifo cha Yesu tunatakiwa kuona zaidi ukombozi na uponyaji aliofanya kwa ajili yetu na kazi aliyoifanya. Bwana asifiwe sana. Na wengine wao wanajaribu kuigiza kwamba wasulubishwe, kwamba wanashiriki mateso ya Yesu na wao watundikwe. Unaona, lakini ile haisaidii, kwa sababu Yesu Kristo alishajitoa kwa ajili ya ulimwengu. Swala muhimu ni kuangalia kazi aliyoifanya kwamba ina manufaa gani kwetu, ili kwamba tutumie ule ukombozi aliotupa pale msalabani kwa faida yetu. Kwa hiyo kwa wanaopotea msalaba ni upuuzi, lakini sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Lakini Warumi tunaona kwamba alipokufa Yesu pale msalabani alichukua dhambi zetu pale msalabani. Isaya 53 mstari wa 4 tusome pia hapo. Masikitiko yetu amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Isaya anaeleza juu ya Yesu Kristo. Kwa mtazamo utaona kama vile Yesu alipigwa na Mungu au ilikuwa ni adhabu kwake, lakini kumbe ilikuwa ni njia ya kutukomboa sisi. Dhambi ya ulimwengu aliichukua mabegani mwake, akasulubiwa kwa ajili yetu ili tuweze kupona. Kwa hiyo alichukua huzuni zetu, alichukua masikitiko yetu, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumefanyaje? Tumepona. Amen. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 14. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13 mpaka wa 14. Sura ya 1 mstari wa 13. Amen. Tasoma. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Alituhamisha kutoka katika nguvu za giza akatuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wake. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hii mistari inatuonyesha kwamba Yesu alikufa msalabani na alichukua dhambi zetu na huzuni zetu na magonjwa yetu. Na sisi msalaba ni jambo la muhimu. Bwana asifiwe sana. Msalaba katika maisha ya kiroho, katika ulimwengu wa roho, katika vita vya kiroho tunakuwa na nguvu ya nini? Ya msalaba. Ndio maana kwa mfano tunapokuwa na ibada ya pili imejengwa kwenye msingi wa kifo cha Yesu msalabani, ni kuitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanatufanya tuwe ni washindi katika ulimwengu. Jambo la pili kwa ajili ya msalaba, tuandike kwamba tunakubalika kwa Mungu kwa njia ya msalaba. Tunakubalika kwa Mungu kwa njia ya msalaba. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Ndo sura ya pili. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 21. Mstari wa 21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Bwana asifiwe sana. Yesu hakuwa na dhambi, lakini alipata adhabu kama mtu mwenye nini? Mwenye dhambi. Na kwa sababu hiyo sisi tunahesabiwa haki kwa sababu ya nani? Ya Yesu Kristo. Kubalika kwa sababu Yesu alitukomboa, Yesu alikufa msalabani. Kwa njia ya msalaba na sisi tunakubalika. Ina maana bila msalaba tusingeweza kukubalika. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, tunakuwa washirika wa familia ya Mungu kwa njia ya msalaba. Tunakuwa washirika wa familia ya Mungu kwa ajili ya msalaba. Waebrania sura ya 2 mstari
wa 11 na wa 12. Yeye atakasaye na hao wanaotakaswa wote pia watoka kwa mmoja. Kwa ajili hii haoni haya kuitwa ndugu zake, akisema, nitalihubiri jina lako kwa ndugu zangu, katikati ya kanisa nitakuimbia sifa. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu anatuita sisi ni kama ndugu zake, kwa sababu Yesu alipokufa msalabani alianzisha jambo jipya, na ndio maana tuna agano jipya ambapo ukombozi wa mwanadamu unapatikana kupitia kifo cha Yesu msalabani, na Yesu ndiye aliyeanzisha na sisi tunamfuata, ni wafuasi wake. Kwa hiyo wale wote wanaomfuata Yesu tunatengeneza familia ya Mungu kwa njia nini? Ya msalaba. Na kanisa liko ulimwenguni kote. Sisi ni sehemu ya wale ambao tunatengeneza kanisa la nani? La Kristo. Wale wote wanaomwamini, ambao wamemwamini kwamba yeye ni mwokozi wa maisha yao, wanatengeneza nini? Kanisa. Kwa hiyo kanisa ulimwenguni ni wale watu wote ambao wanamwamini Yesu. Na kanisa linaanza na wanafunzi, na Yesu mwenyewe na wanafunzi wake, na sisi tunaendeleza. Bwana asifiwe sana. Wayahudi wao mtazamo wao ni mahekalu, na mtazamo wao ni sadaka za kuchinja bado. Na hata sasa wanadhani kwamba ni muhimu kujenga hekalu la Sulemani ambalo libomolewa, na wanafanya maandalizi, na ndio vita hizi zinazoendelea wakati mwingine ni maandalizi kama hayo. Nilikuwa na soma sehemu fulani jinsi ambavyo Waisraeli wamejiandaa. Walishaandaa hata wale ng'ombe wa kuchinjwa ambao ikitokea wamejenga ile hekalu watajenga. Kwa hiyo yako mambo mengi ambayo wanayafanya, lakini wengi hawajui kwamba Yesu Kristo alikuja na kwamba walimkataa. Ukisoma katika Yohana sura ya 1, Biblia inasema wote waliompokea walifanyika kuwa wanani? Watoto wa Mungu. Kwa hiyo sehemu nyingine nasema alikuja kwa walio wake, lakini wao hawakumtambua, lakini wote waliompokea walifanyika kuwa nini? Watoto wa Mungu. Kwa hiyo Waisraeli walipomkataa Yesu, injili ikageukia kwa mataifa. Kwa hiyo wanaendelea na utaratibu wao, lakini sisi tayari kupitia Yesu Kristo tumepata injili. Bwana asifiwe sana. Na kupitia Yesu Kristo na sisi ni watoto wa nani? Wa Ibrahimu. Kwa sababu Yesu ni mtoto wa Ibrahimu kwa kuzaliwa. Amen. Ukisoma katika Yohana, katika Mathayo, ukoo wa Yesu unaonekana pale. Wanaanza Ibrahimu, na unaona vile vizazi mpaka unampata nani? Unampata Yesu. Kwa hiyo Yesu ni mtoto wa Ibrahimu katika ukoo, lakini sisi ni watoto wa Ibrahimu kwa nani? Kwa imani kupitia Yesu Kristo. Sasa wale wote ambao wanamwamini Yesu, ambao sio Wayahudi, sio Waisraeli, basi wanafanyika kuwa ni familia ya Mungu, kuwa ni kanisa la Mungu kupitia msalaba, kupitia kifo cha Yesu msalabani. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine la muhimu la kujua ni kwamba namba 4, vizuizi vya kitaifa vinavunjwa kwa njia ya msalaba. Vizuizi vya kitaifa vinavunjwa kwa njia ya msalaba. Bwana asifiwe sana. Tutasoma Efeso 2 mstari wa 13 mpaka wa 16. Wa Efeso sura ya 2 mstari wa 13 mpaka wa 16. Kabla ya kusoma, tunafahamu kwamba wakati Waisraeli walipokuwa wanafanya ibada zao, walikuwa wanafanya ibada zao
watu wa mataifa walikuwa haruhusiwi kuingia. Kuna sehemu walikuwa wanawekewa kwamba hawawezi kuingia, kuna sehemu walikuwa wanaingia wao tu, kwa sababu katika agano la kale Mungu alikuwa amechagua taifa la Israeli. Kwa hiyo lengo ilikuwa ni Waisraeli, hao wengine walikuwa wanaitwa watu wa mataifa. Lakini baada ya Yesu kufa msalabani, vizuizi vya kitaifa vilivunjwa, na vilivunjwa kwa njia ya nini? Ya msalaba. Kwa maana kwa kifo cha Yesu msalabani, watu wote tuliruhusiwa sasa kwamba tunaweza tukafanyaje? Tukamjua Mungu. Ndio maana katika kifo cha Yesu pale msalabani, hata pazia la hekalu lilipasuka, watu wote wakapata namna ambavyo sasa wanaweza kwenda mbele za Mungu na kuomba. Bwana asifiwe sana. Mwanzo ilikuwa ni kwamba ni kuhani tu aliweza kuomba na alikuwa anafungwa kamba, lakini baadaye kuna vitu ambavyo Yesu alirekebisha, na ilikuwa ni pamoja na kwamba watu watakao muamini ambao sio Waisraeli au Wayahudi basi waweze kukubalika mbele za Mungu. Waefeso 2 mstari wa 13 mpaka 16, naomba usome. Tasoma. Amen. Lakini sasa katika Kristo Yesu, ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kati kilichotutenga. Naye akiisha kuondoa ule uadui kwa mwili wake, ndiyo sheria ya amri zilizo katika maagizo, ili afanye hao wawili kuwa mtu mpya mmoja ndani ya nafsi yake, akafanya amani, akawapatanisha wote wawili na Mungu katika mwili mmoja kwa njia ya msalaba, akiisha kuufisha ule uadui kwa huo msalaba. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kwamba hapa sisi ambao tulikuwa sio kitu, baada ya Yesu kufa msalabani, na sisi tumepata haki ya kukombolewa. Kwa hiyo wokovu umekuja kwa ajili ya kila mtu, wokovu umekuja kwa ajili ya watu wote, na kila mtu ana nafasi ya kumwamini Yesu na kumfuata. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine ambalo nitamalizia hapo ni kwamba tunakuwa huru kwa njia ya msalaba. Tunakuwa huru kwa njia ya msalaba. Sasa hapo kuna vipengele kama kadhaa ambavyo nitaviangalia. Kwa hiyo ni kipengele cha 5, lakini kama naandika utaweka sasa herufi ndogo ndogo, kama ni Roman, herufi za Kirumi, au kama ni ABC. Bwana asifiwe sana. Tunakuwa huru kwa njia ya msalaba. Uhuru wa kwanza, tunakuwa huru kutoka kwa shetani kwa njia ya msalaba. Kwa Yesu kufa msalabani ametuweka huru kutoka kwa shetani, kwa sababu tulikuwa watumwa wa shetani, lakini kwa sababu Yesu alikuwa msalabani, sisi tumekuwa huru kutoka kwenye utumwa wa shetani. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Tumekuwa huru kutoka kwenye utumwa wa shetani. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15. Nitasoma. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akishangilia katika msalaba huo. Akisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Au tuanzie nyuma kidogo pale mstari wa 13. Na ninyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutahiriwa kwa mwili wenu, aliwafanya hai pamoja naye, akiisha kutusamehe makosa yote, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na adui yetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomelea msalabani. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana asifiwe sana.
huwa tunaona wana michezo, si ndio? Wana michezo au wanaopigana ngumi, kama ni watu wa mipira, mtu anapomshinda mwenzie huwa anashangilia sana, shangilia sana. Sasa yule aliyeshindwa anahuzunika, yule aliyefungwa anasikitika. Sasa kwenye ukisoma hapa utaona kwamba Yesu aliposhinda kilitokea kitu kama hicho, kwamba Yesu alishangilia ushindi wake, kwa sababu ukisoma katika huo mstari utaona kwamba kuna kitu alichokifanya, kwamba kwa kufa msalabani basi aliweza kufanya hicho. Hebu turudie pale, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na adui yetu. Naona maana hapo tulikuwa tumenasa hapo. Hati ya mashtaka ilikuwa nayo adui yetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani, akiisha kuzivua enzi na mamlaka na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Bwana asifiwe sana. Sipate picha halisi ya kilichotokea, lakini ukifuatilia utaona kwamba kifo cha Yesu ilikuwa ni kitu cha tofauti. Huwa tunajifunza kwanza, Yesu alipokufa kulikuwa na tetemeko, halafu kulikuwa na giza masaa 3, na katika hali ile watu wote waliona haya. Katika kifo cha Yesu alipofufuka, miili ya watu waliokufa zamani ilionekana, watu walionekana mjini wakitembea. Sasa ukisoma katika Biblia utaona kwamba kwa macho ya wanadamu walimuona kama ni mhalifu tu ambaye ametundikwa wapi? Msalabani. Lakini katika ulimwengu wa roho kulikuwa na vitu vikubwa sana ambavyo vilifanyika. Ilikuwa ni kunyang'anyana mamlaka na kushindana kwenye nguvu za kati ya Mungu pamoja na nani? Na Shetani. Na kupitia kifo kile ndio maana tulipata nini? Ukombozi. Na kuna mambo mengi yalibadilika. Shetani alidhani kwamba Yesu akifa atakuwa amempata, lakini kumbe alimfuata kwenda kumnyang'anya hata kila alichokuwa nacho. Na kupitia kile kifo cha Yesu msalabani, Yesu kufa na kufufuka, Yesu akawa na ushindi wa vile vitu vyote ambavyo Shetani alikuwa amefanyaje? Amevishikilia upande huu na wengine wanaenda upande mwingine. Kwamba ni kama watu wote walikuwa wanaenda kuzimu, lakini kuna wengine wanaenda upande mwingine, wengine upande mwingine. Ukisoma habari ya Ibrahimu pamoja na yule maskini. Lakini Yesu alipofufuka ilionekana miili ya watakatifu. Na Yesu alipokuwa na yule wale wanyang'anyi wawili, mmoja akamwambia kwamba mwingine alimwambia utuokoe, kama wewe unaweza kujiokoa tuokoe na sisi. Unaona? Mwingine akasema Yesu nikumbuke kwenye ufalme wako. Alimuonya yule kwamba wewe kwa nini unasema hivyo wakati huyu hana kosa? Basi Yesu akamwambia kwamba leo utakuwa nami wapi? Peponi. Kwa hiyo kuna mambo mengi yalibadilika. Na kwa hiyo kupitia msalaba ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa na hii alama hapa, tujue kwamba ni alama ambayo ni ya muhimu kwetu. Lakini pia tunapokuwa katika vita ya kiroho, lazima tukumbuke kumwomba Yesu kwamba ulikufa msalabani, na kuna ahadi zetu ambazo tunazipata tunapoomba tukikumbuka kwamba Yesu alikufa wapi? Msalabani. Kwa sababu kwa kufa msalabani alibeba magonjwa yetu, kwa kufa msalabani alibeba huzuni zetu, lakini pia alibeba dhambi zetu. Kwa hiyo tunapokumbuka msalaba, maana yake ni tunakumbuka ushindi kwetu. Bwana asifiwe sana. Uhuru kutoka kwa Shetani. Tumeshasoma Kolosai sura ya 2 mstari wa 15, lakini unaweza kuandika ukisoma kuanzia 13 mpaka 15 ndio unapata vizuri. Lakini pia tunapata uhuru kutoka dhambi. Jambo la pili, tunapata uhuru kutoka kwenye dhambi. Yohana Mtakatifu 8 mstari wa 36. Mstari wa 36. Amen. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Rudia. Basi mwana akiwaweka huru, mtakuwa huru kweli kweli. Amen. Yesu akituweka huru, tutakuwa huru kweli kweli. Kwa hiyo tunapata huru kutoka kwenye dhambi. Warumi 6:14.
Warumi sura ya 6 mstari wa 14. Tasoma, kwa maana dhambi haitawatawala ninyi, kwa sababu hamui chini ya sheria bali chini ya neema. Amina. Bwana asifiwe sana. Neema ameileta Yesu Kristo kwa kufa msalabani na kutukomboa. Kwa hiyo tunapata uhuru kutoka kwenye dhambi, na basi maisha yetu yanakuwa chini ya Yesu Kristo. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu, kwenye uhuru hapo tuna uhuru kutoka katika magonjwa. Mathayo 8:17 mstari wa 17. Amen. Tasoma. Amen. Ili litimie lile neno lililonenwa na nabii Isaya, mwenyewe aliutoa udhaifu wetu na kuyachukua magonjwa yetu. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo tunapopona magonjwa, tunapomwambia Yesu atuponye, ni kwa sababu magonjwa aliyapeleka pale msalabani, na kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Jambo lingine, tunapata uhuru kutoka kwenye laana. Tunapata uhuru kutoka kwenye laana. Wagalatia 3 mstari wa 13. 3 mstari wa 13. Wagalatia sura ya 3 mstari wa 13. Amen. Tasoma. Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu, maana imeandikwa, amelaaniwa kila angikwae juu ya mti. Amen. Bwana asifiwe sana. Yesu alipo pelekwa pale msalabani na kuangikwa, kwa mujibu wa torati ilikuwa ni laana, na kwa sababu hiyo sasa Yesu, ya laana ambayo ilihesabiwa, alichukua laana zetu. Alichukua laana, zile laana alichukua kwa niaba yetu, kwamba makosa ambayo tulikuwa nayo Yesu aliamua kuchukua ile dhambi, akakubali kwamba aonekane yuko kwenye laana, lakini ilikuwa ni kwa sababu ya makosa yetu. Na huwa wakati mwingine kuna kwa na mkanganyiko kwenye mambo mengine. Huwa kuna watu wengine wanafundisha kuhusu kuvunja laana, lakini jambo la msingi, tunapomwamini Yesu, kuna hatua tu za muhimu ambazo tukizifuata, mambo mengine Yesu alishamaliza pale msalabani. Na laana zingine, kuna laana ambazo zipo ambazo ni vigumu kuzivunja, kwa sababu unakuta kuna kitu Mungu amesema kinakuwa hivyo. Kwa mfano, mwanadamu alipomkosea Mungu zilitolewa adhabu, na zile adhabu zikawa ni laana. Jambo la kwanza ni kwamba Adamu aliambiwa utakula kwa jasho. Sasa hata ukivunja laana ni vigumu kwamba utavunja laana kwamba wanaume wasihangaike tena. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alisema kwamba Adamu umefanya hivi, kwa hiyo itakuwa hivi. Na ndio maana katika maisha tunahangaika nini kutafuta hiki na hiki kwa nguvu zaidi, kwa sababu ni Mungu alisema kwamba Adamu, wewe utakula kwa jasho. Kula kwa jasho ni neno ni kama jepesi, lakini maana yake ndio hivyo. Sasa unatafuta, unalima, unafanya hivi. Mwanzo hali ilikuwa ni rahisi, ilikuwa ni kutunza bustani. Kutunza bustani, matunda yapo tayari kutunza. Sasa inakuja kulima. Biblia ukisoma inasema mbigili na vitu fulani viliota. Yaani inaanza kuota miba nini kwa ajili ya kusonga nini mazao. Kwa nini? Mungu alisema. Lakini pia jambo lingine lililosemwa ni kina mama kujifungua kwa uchungu. Sasa kuna watu wanasema unavunja laana, lakini ni vigumu. Kina mama watajifungua kwa uchungu tu, kwa sababu Mungu alisema kwamba itakuwa hivyo. Lakini pia nyoka alilaaniwa, ambaye nyoka ni shetani na alilaaniwa. Kwa hiyo vile vitu Mungu alivitamka. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo ni muhimu tuone pia.
Ukisoma Biblia inasema kwa habari ya kila kitu kimewekwa chini ya nani? Ya Kristo. Lakini mauti Mungu hajaiweka chini ya Kristo, imeachwa kwanza. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alimwambia mwanadamu umekosea, utakufa. Kwa hiyo Yesu akija habadilishi, kwa sababu Mungu alifanyaje? Alisema. Kwa hiyo mauti itakuwepo kwa sababu Mungu alisema, na inatokana na nini? Inatokana na dhambi. Kwa hiyo haiwezi kusimama kwa sababu Mungu alifanyaje? Alisema. Ukisoma Wakorintho nafikiri sura ya 15 inaeleza inavyoeleza kwamba kupitia Adamu dhambi ilikuja ulimwenguni, lakini pia kupitia Yesu nini? Ukombozi ulikuja. Na inaeleza pale kwamba vitu vyote vimewekwa chini ya Kristo isipokuwa nini? Mauti. Ndio adui wa mwisho atakayewekwa chini ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo kuna wakati mauti itasimama, utawekwa chini ya Kristo, na wakati huo sasa kutakuwa hakuna kufa tena. Mungu tusaidie sana. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vipo vimetamkwa na Mungu, habadilishi neno lake, anasimamia neno lake. Kwa hiyo kuna vingine ambavyo vimetajwa ambavyo vipo. Sasa wengi wakati mwingine wanasema kuna kuvunja laana. Ni kweli, unapokuwa umeokolewa ukamwamini Yesu ukaokoka, tayari kuna baraka za mtu aliyeokoka. Kwa hiyo laana zingine zitaondoka tu. Laana zingine zitaondoka. Ni kuomba Mungu tu kwamba kuna mambo mengine ambayo, kwa sababu ukianza kufikiria mambo mengi, sio ya mababu, sio nini, wakati mwingine unapewa vitu ambavyo huvijui. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukaomba tu kawaida kwamba Mungu tusaidie, tulinde, tupiganie. Vitu vingine Mungu anashughulika mwenyewe. Ni vigumu sana kujua kwamba babu alifanya nini. Ni vigumu. Lakini tunapoomba kwamba na mahitaji yangu nayoelewa kwa ufahamu wangu, Mungu nisaidie katika hili, ninaombea vitu kwa upeo wangu, Mungu atajua mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Hatuna haja ya kutumia nguvu nyingi sana, hapana, ni kuamini. Na mtu akiamini, akamwamini Yesu, ataenda hatua ya pili, atabatizwa. Ataenda hatua ya tatu, atajazwa Roho Mtakatifu. Kijazwa Roho Mtakatifu atakufundisha. Kama kuna issue ya babu sio nini, atakwambia kwamba hii acha. Bwana asifiwe sana. Roho Mtakatifu atakufundisha cha kufanya. Kwa hiyo mambo mengine hakuna haja ya kuyafanya kuwa magumu, hapana. Biblia inatuambia kwamba Galatia 3 alibeba laana. Alibeba laana kwa ajili yetu. Kwa kama tumeokolewa, basi tunatakiwa tuangalie haki zetu kwenye wokovu ni nini. Bwana asifiwe sana. Ziko ahadi zetu ambazo Mungu ametuahidi kwamba tumeokoka. Yako mama ambayo Yesu alifanya msalabani ambayo ni kwa ajili yetu. Tukiyafuata hayo ni vema. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine watu tunaweza kupata nafasi ya kushuhudia, si ndio? Kuna watu wa aina mbili huwa wanapenda wanaweza kuongea kwa namna tofauti. Kuna mtu ambaye anaweza kusema namshukuru Mungu nisaidia, nimekuwa labda kwenye jaribu, nikamwona Mungu, nikaona mkono wa Mungu ukifanya, ikawa hivi na hivi na hivi na hivi, akaeleza. Unaona, huyo mmoja. Lakini mwingine anasema nilienda nikakutana na shetani, naona nikamwona shetani, yani katika maelezo yake shetani amtaja mara 7. Kuna unazositaje ukataja ukuu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Yani yule ni adui, lakini pia katika kutaja tunaweza tukataja ukuu wa Mungu, kwa sababu tunapokuwa katika ukuu wa Mungu maana yake anatushindia dhidi ya adui yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kwenye hili mambo ya laana, sio mpaka ya mababu huko, ni vigumu sana kwenda kwenye hilo eneo, kwa sababu wakati mwingine sio eneo ambalo liko wazi kwamba unajifunza nini, lakini ni rahisi kujua kuhusu ukuu wa Mungu, kwamba tuna ushindi, kwamba nikiwa najaribu Mungu atafanyaje, atanisaidia, kuliko huu upande ambao kuelezea labda inaweza kawa ni vigumu, au kujua kilitokea nini huko. Bwana asifiwe sana. Tunapata uhuru kutoka hukumu. Waebrania 9 mstari wa 26 mpaka 27. Kwa njia ya msalaba tunapata uhuru kutoka kwenye hukumu. Tunakuwa huru. Waebrania 9:26 mpaka 27. Waebrania 9:26 mpaka 27. Amen. Kama ni hivyo, ingalimpasa kuteswa mara nyingi tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu,
lakini sasa mara moja tu katika utimilifu wa nyakati amefunuliwa asizitangue dhambi kwa dhabihu ya nafsi yake. Na kama vile watu wanavyowekewa kufa mara moja, na baada ya kufa hukumu. Amen. Bwana asifiwe sana. Tunapomwamini Yesu tunakuwa tumeokolewa na tunakuwa tumepata nini? Uzima wa milele. Na kama tuna uzima wa milele, maana yake ni kwamba tunakuwa tumeepuka nini? Hukumu. Watu wengi kuna wengine wanasema kwamba mtu hawezi kuwa mtakatifu, lakini Biblia inasema tunatakiwa tuwe watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Kwa hiyo tunapomwamini Yesu akatukomboa tukawa watoto wake, maana yake tunakuwa tumeupata nini? Uzima wa milele. Na tukipata uzima wa milele, maana yake ni kwamba tunakuwa tumeepuka nini? Hukumu. Kwa sababu ikitokea kwamba mtu amekufa, basi kinachofuata ni hukumu. Huwa hakuna toba tena. Wako wengine huwa wanafanya ibada za wafu, lakini sisi hatuamini kuhusu hizo ibada. Ni kwamba tunatengeneza maisha yetu, tunatakiwa tujiandae ili kwamba tunapokufa basi tujue kwamba ni mwisho wa mwanadamu, na yanayofuata sasa ni uzima mwingine unaofuata kuhusu uzima wa milele au hukumu. Kwa hiyo tukimwamini Yesu tunapata uhuru na tunatoka kwenye hukumu. Ambalo natamalizia, tunapata uhuru kutoka mauti ya milele. Tunapata uhuru kutoka mauti ya milele. Huu mstari tunaofahamu wote, Yohana 3:16. Nitaomba usome hapo. Uhuru kutoka mauti ya milele. Yohana sura ya 3:16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Amen. Bwana asifiwe sana. Huu ni mstari ambao tunaofahamu, na ndio mstari ambao unatuepusha na mauti ya milele. Bwana asifiwe sana. Tunapomwamini Yesu tunapata uzima wa milele. Kwa hiyo nimalizie tu kwa kusema kwamba msalaba ni kitu cha muhimu sana. Ni alama, lakini tunatakiwa kuiishi na kuitendea kazi kama sehemu ya imani. Sio alama tu, ni zaidi ya alama. Ni nguvu na ni ushindi. Katika ulimwengu wa roho, tukikumbuka kazi ya Yesu msalabani inatupa ushindi. Bwana asifiwe sana. Na tunapotafakari kazi ya Yesu msalabani, tunapokumbuka ahadi zetu kupitia kifo cha Yesu msalabani, ndivyo vinavyotupa ushindi. Na hata tunapoomba, hata tunapomkumbusha Mungu, tunamkumbusha Mungu kupitia neno lake, ahadi zake, kwamba Mungu kama ni tunaongea kwa habari ya uponyaji, basi tunasema kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona magonjwa, tumepona dhambi. Ndio maana tunaweza tukawa washindi kwa sababu ya kazi ya msalaba. Kwa hiyo katika maisha yetu lazima tutafakari msalaba. Ni kama ilivyo damu ya Yesu, tunapoomba lazima tukumbuke kazi ya damu ya Yesu ni kwa ajili ya kututakasa. Kwa hiyo na msalaba ni hivyo hivyo, kwamba kifo cha Yesu msalabani ilikuwa ni kwa ajili yetu, na kuna mambo mengi yalifanyika na tukapata ukombozi. Basi kwa maneno haya Mungu atubariki. Amen. Amen. Baba, katika jina la Yesu tunasema asante kwa sababu ya wema wako. Wewe ni Mungu mkuu. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yetu, na msalaba ni alama, lakini pia ni nguvu yetu katika wokovu. Tusaidie Bwana kujua kazi ya msalabani, na hata tunapokutafuta na kukufuata tujue kwamba tuna ushindi mkubwa katika ulimwengu wa roho na katika maisha yetu ya kawaida kupitia kazi yako msalabani. Tusaidie Bwana, tuendelee kuwa washindi kwa utukufu wako. Msaidie kila mmoja Bwana ambaye anakuhitaji Bwana muda huu, hata wakati mwingine Mungu katusaidie ili tukuone wewe ukitupigania. Tunakurudishia sifa na utukufu tukisema asante katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi tukiwa katika hali ya kuomba, basi niombe kama kuna ambaye anahitaji
aweze kufika mahali hapa. Kama kuna jambo ambalo unahitaji Mungu akutendee, kama kuna ambaye hajampokea Yesu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yake, karibu. Lakini pia kama unalohitaji ambalo unaona kwamba ulipeleke mbele za Mungu, njoo hapa tuweze kuomba. Juu ya mlima uliwekwa mti uliodharauliwa, msalaba huo naupenda sana, hapo Yesu katufilia. Naupenda msalaba huu, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko. Naupenda msalaba huu, naupenda msalaba huu, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko juu. Nitanyenyekea kwenye msalaba, kuyavumilia yote. Nitakaribishwa na Yesu mbinguni, kwenye utukufu milele. Naupenda msalaba huu, nitashinda kwa nguvu zake. Naupenda msalaba huu, taji nitapewa huko juu. Watumishi karibuni, watumishi karibuni kwa ajili ya kuombea. Asante, tutulize vyombo. Hebu fuatisheni maneno haya. Mungu Baba, niko mbele zako. Wewe unajua maisha yangu, njia zangu na matendo yangu. Nimelisikia neno lako, nami nimeliamini. Kwa kuwa nimeliamini, ninakuja mbele zako juu ya haja ya moyo wangu. Naomba unisaidie kama nimekukosa kwa kuwaza, kwa kutenda, hata kwa kuona. Naomba unisamehe, unitakase kwa damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Ninakushukuru Baba kwa kuwa unanipenda. Ndio sababu uliniokoa kutoka dhambini. Mara nyingi shetani anapojaribu kunijaribu, wewe unanipigania na unanitetea. Unajua jaribu lililo mbele yangu, na nimekuja kwako ukaniondolea jaribu hilo, mateso hayo, shida hizo, hitaji hilo nimelileta kwako. Ninakushukuru Baba kwa kuwa wewe unanipenda, kwa kuwa wewe unanitunza, na kwa kuwa unanihudumia kila itwapo leo. Ni katika jina lako Yesu ninaomba nikishukuru, amen. Baba yetu na Mungu wetu, wewe ni Mungu mkuu, Mungu mwenye uweza, Mungu mwenye mamlaka. Wewe uliyemtoa mwanao Yesu Kristo akafa pale msalabani. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Kwa kupigwa kwake tumekombolewa kutoka katika laana. Kwa kupigwa kwake tumepata ushindi
na ndio sababu tuna ujasiri wa kuliita jina lako Mungu. Angalia watoto wako Mungu, wamekuja kwako Mungu, wasiondoke kama walivyokuja, ukawalinde na kuwatunza. Leta amani, leta baraka, leta furaha, leta upendo, leta neema juu yao Bwana. Mahali pale ambapo walikuwa wanashindwa, Bwana umewafungulia mlango, nao watakuwa ni washindi, nao watakuwa ni washindi katika haja ya mioyo yao. Wamekwenda kupokea sawa sawa na mapenzi yako Bwana. Tunawakabidhi mikononi mwako Mungu, tunawakabidhi mbele za kiti chako cha enzi Bwana, ukawape ushuhuda kwa yale ambayo yalikuwa yakiwatesa, ya kuwa wewe umeyachukua. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana Mwokozi wetu, sote tuseme amen. Amen. Bwana Yesu, nakushukuru kwa wema wako. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya neno ambalo tumejifunza. Asante kwa ajili ya kila mmoja Bwana. Nakushukuru Bwana kwa rehema zako. Endelea Bwana kutupigania, tukuone wewe. Tunajikabidhi mikononi mwako kupitia jina la Yesu. Amen.